Ya, mechi ilikuwa nzuri. Mechi ilikuwa nzuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata matokeo mazuri, pointi 3, goli 4 na tumeruhusu goli 1. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah, lakini hii ni ligi. Mechi moja inapoisha maana yake furaha inamalizikia hapo hapo, maandalizi yanaanza kwa mchezo unaofuatia. Kwa hiyo stori za leo, hata umeona mwalimu amezungumza na players, zimeshamalizika hapa. Akili yetu inahamia kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania ambayo itapigwa siku ya tarehe 24 hapa uwanja wa KMC. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunaanza maandalizi kuelekea mchezo ujao inshallah. Ya, ligi ni ngumu, sio kwa sababu Yanga amefunga goli 7 kwenye mechi 2 mkafikiri ni rahisi. Ni kwa sababu na sisi tunajitahidi sana kuimprove kwa bora. Mnachokiona mechi ya Namungo, mechi ya leo, bado Yanga yetu hatujaipata. Wala sitokee mtu akawadanganya kwamba Yanga ipo kwenye kilele cha ubora wake. Bado tulikuwa na muda wa kutosha wa timu kukaa pamoja, wachezaji wote. Ziko signings ziliwahi kufanyika, ziko signings zilichelewa. Kwa hiyo the more timu inacheza, tunafanya mazoezi, na mimi tutaendelea kuwa bora zaidi. Hichi mnachokiona sasa hivi ni sawa na 25% tu ya kile ambacho mwalimu anakitengeneza kwenye timu yetu. Kwa hiyo tunaamini baada ya mwezi hivi inshallah pengine tutakuwa tumeimprove zaidi kutoka hapa kwenda mbele zaidi. Niambie tu mwalimu anajenga timu yake, na wote mmeona style of play ambayo tuko nayo, tunatumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo hii style of play ili uweze ku maintain na mechi ziko back to back, lazima tuwe na kazi kubwa kufanya kwenye uwanja wa mazoezi, na sio tu mchezaji anayeanza, wachezaji wote wanatakiwa wafike hiyo level ya kushindana. Na mnaona leo kwa mara ya kwanza Ngoma kapata muda wa kucheza, lakini Komara alikuwa aingie, Baka akarudi tena baada ya kuwa na hofu ya majeraha. Kwa hiyo the more tunacheza ndio the more pia players wengine watapata nafasi, lakini kuna kazi kubwa inafanyika kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha level ya timu kwenye style of play mwalimu anaoitaka kila mtu afike kwenye level hiyo. Tukishafika hapo nitakuja na mimi kuwaambia kwamba watu watalia, lakini naona bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye uwanja wa mazoezi kuendelea kupush. Kwa mfano leo tumecheza kwa spidi yetu dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tumefunga goli la 3, kila mtu aliamini mechi inaisha na goli 7, goli 8. Yes, tumecreate nafasi, lakini kuna wakati kama tempo ya timu ilishuka kidogo. Maana yake tunataka kufanya kazi kubwa kwenye uwanja wa mazoezi ili dakika ya 90 kila mpira unaoguswa uwe mpira wa moto. Yaani kila mpira ukipasiwa mpinzani, itokee siku hapa kipa anamwanzia beki atoe nje. Timu iliyokamilika. Mnaona watu ambao ni watu wa hovyo, hawana nidhamu, kila mechi wanakula umeme. Kila mechi wanakula umeme, lakini sisi kwa sababu ni timu ambayo players wetu wanajitambua, wanacheza vizuri. Kwa hiyo teknolojia hii bana, mimi naiunga mkono. Si kwamba kwa sababu sisi tumekataliwa goli 2 leo, si ndio? Tena goli za Shalulile 2 zimeamuliwa kuwa ni offside. Tulikuwa tuna tukio la penalty hapa pia limekataliwa. Maana yake na sisi pia kuna moment ilikuwa tunufaiki kwa maamuzi ya kawaida, teknolojia imekataa. Kwa hiyo niwatie moyo. Niwatie moyo bodi wa ligi, niwatie moyo TFF. Maoni ya mashabiki kama wale wajana walitoa maoni, wayapokee, lakini viongozi wa mpira tunaotambulika na katiba tuna support kwa 100%, na teknolojia kama kuna mapungufu tutazungumza nao kwa ajili ya kuboresha, sio kwa ajili ya kunungunika na kulalamika. Teknolojia iendelee. Kwa mfano leo mmeona kila goli likiwekwa sio mpaka benchi la ufundi liite. Waamuzi kwa sababu hawataki lawama wanakwenda kuchungulia tena goli clear. Si ndio? Baada ya pale wanamwambia waamuzi wakati tuendelee. Maana yake sasa tunapata waamuzi wanapumzika. Hawa nao wana watoto, wanawake, jamani, kwa wale wapitia sasa hivi acheni teknolojia kidogo yapumzishe. Sasa hizi mechi imeisha hapa. Refa alikuwa nani huyu? Si wewe huyu. Ikambi, si ndio? Anarudi kwao Morogoro, Ikambi, simu anachati tu na mkewe au mchumba. Lakini ilikuwa mechi inaisha kama hivi, anapanda basi anaogopa. Simu ikiingia tu anapelekewa moto. Kwa hiyo tunawatia moyo bodi ya ligi, teknolojia iendelee, na kama kuna mapungufu yataboreshwa, tuendelee kupata. Kuna mechi nimesikia haikuwepo. Sijiridhisha, kuna mechi nimesikia kwamba haikuwepo jana. Sasa hayo ndio maeneo ya kuimprove. Kwa sababu ili haki itendeke, maana yake inabidi kila sehemu itumike. Isitumike tu kwenye mechi moja. Hayo ndio maeneo ya kuimprove. Waangalie changamoto ni nini, iende ikaimprove kila mechi, kuwe kuna hiyo teknolojia na watu waenjoy.